Hamka na Amani TV Media. Hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka wa 2025. Mbele ya yote natanguliza shukrani za dhati kwa msikilizaji na mtazamaji wetu ambao ulikuwa nasi kuanzia mwanzo mwezi wa 9 mpaka kufika tunaanza mwezi mpya wa 10, na kualika kuwa nasi katika habari zetu za kila siku na kila sekunde. Na kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri mashariki mwa DRC, lakini pia ulimwengu mzima. Wali gani mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko? Matumaini yangu makubwa ni kwamba unaendelea salama usalimini. Ujambo na karibu kuambatana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ambazo zinakujia moja kwa moja kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo ninayo mengi ya kuweza kukujuza, hivyo nakusihi kusubscribe channel yetu, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na bila shaka tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka huko Bukavu, mji mkuu wa Jamhuri ya Kivu ya Kusini, ambako wahasi wa M23 wametekeleza msako dhidi ya vijana Jumanne tarehe 30 Septemba mwaka wa 2025 jijini Bukavu, mji mkuu wa Jamhuri ya Kivu ya Kusini. Duru kutoka kwa washuhuda maeneo hayo zaeleza kuwa msako huo dhidi ya vijana umefanyika mnamo majira ya asubuhi kwenye maeneo mbalimbali ya mji huo, ikiwemo maeneo ya Hewa Bora, Irambo na maeneo ya Kaburini. Wamewashika vijana wengi sana. Mimi nimeponea chupuchupu tu, ameeleza mmoja kati ya vijana aliyeshikwa na kufanikiwa kutoroka. Wamewashika kwa nguvu na wamewapeleka sehemu isiyojulikana, aliongeza mshuhuda mwingine. Mmoja kati ya wakaaji wa Bukavu alifanikiwa kurekodi video ya vijana hao wakipelekwa sehemu isiyojulikana, na ndio hii hapo unayotazama mpendwa msikilizaji. Watu bali kabisa afini Evariste Baganda Albert Kayabo Biaini na mkasa huyu Yesu kirisanya wanaopandisha watu wote mkansa yote na wao kutana bazaza talia leo washine wanaishi kunguva marao Est-ce que vidéo change à fond? Watu wanaanza lia watoto wangu. Polisi wangali. Tena wanarudia. Kwa kanta vingine. Yesu. Kwa jina la Yesu. Watu wanaanza lia watoto wangu. Usikie kilio naanza kule vile. Watu wanaanza kuongelele. Hivyo unaona kule. Beja. Yesu wewe. Beja. Mimi walikuwa walundika fasi mu. Siwaone garisha pale chini au pale kale sasa. Hao wanashuka na wao yapanda. Bakala pale mimi mimi. Utafakana na bajele wanaisha kabisa. Mama wana basoda wale wote wana makaburi. Bajele wale wanaenda mkansa yao. Yesu. Bado tunaona mkisoda. Wote kabisa. Mama. Bora wangela panda. Bajele wanaisha mwifanya. Afeni Evariste Baganda na Irambo. Yasaya Sumui. Mama. Maraba. Na mimi stala logo leo. Chutalala. Na logo kazi. Yesu. Wewe pala yote. Toka.
Mama kwa hivyo. Tuliamka 5 kabisa. Hakuna kutoka mwenyewe wajeni wanaishi. Wacha uviata vale. Baada ya tukio hilo kuripotiwa mjini Bukavu, wadadisi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC wamewatolea mwito vijana wa Bukavu na Goma kuwa macho ili kujikomboa kutoka kwenye mikono ya wahasi wa M23. Wa M23 wenye Rwanda wameweza kusaka wajeni maveni mbalimbali ya aveni Ewa Bora, aveni Irambo na kote ya cimetière kule. Na awa jene destination inconnue. Saa hizi tuko tunaongea. Mafamilia wale wa jene ni kilio. Wa jene hawana hesabu, wako wengi sana ambao wameweza kushikwa na kupelekwa destination inconnue. Na kuya kurapele tena peuple congolais. Wanyarwanda wakiwa na objectif ya kulibere peuple congolais. Wanyarwanda wanakuwa na objectif ya kubalkanize nchi ya Congo. Na kwa kusema baresir kubalkanize nchi ya Congo, il faut wa neutraliser jeunesse. Voilà pourquoi uliona maincendie vitu fulani, watu wanakimbia manyumba zao. Ile yote ni ma sorte ya pillage, ni ma sorte ya kusema wakati mtu anakimbia, ile maeneo yote bana récupérer na kuwa maeneo yao. Hizi ma parcelle bana ziandike zinakuwa ni ma parcelle zao. Wakati unakia na madokumenti kwambia no. Hii madokima tu yu, bako na madokima original yao wameweza kufanya paske wao ndio wanakamata mwingine. Na wanakuambia udeloji, utoki kabisa paske hawakufahamu mwene maeneo ambao umeweza kuishi. Sasa jeunesse leo tunabakia na jeunesse kwa kusema leo jeunesse ishimame pour que ilibere leo mji wa Bukavu, mji wa Goma. Tant que jeunesse yeshimama ni problème ya nguvu sana mule Bukavu. Je vous assure mes chers frères, vous allez souffrir à Bukavu. Kama muyu wale watu muta sufrire sana Bukavu. Si yuko jeni wakati bulibakere amko mnayua ma consequences, si yui. Mais sisi wakaji wa Uvira, sisi wakaji wa Fizi, tunawafahamu wale watu vizuri sana. Voilà pourquoi wale watu kwa kusema waseme wapenetre mji wetu, hawana hata seconde, wao wenyewe wataanza kimbia. Wao wenyewe wanaanza kimbia. Parce que hakuna mkaji ambaye atakuwa nyuma ya wale watu. Na mtoto, na mama, na baba, na mzee, wale wote wenye wako mji wa Uvira, wenye wako mji wa Fizi, watajidefendre. Wenye atoza kuwa na silaha, wenye atoza kuwa na mupanga, kuna kitu fulani, atajidefendre pourvu que udongo wetu usiendi na watu. Conseil ndapatia wa jeune ambao wenye leo wangaliki na résister mule Bukavu. Conseil ndapatia, il faut kujiunga. Muna créer ka groupe ka rébellion. Muna créer ka groupe ka résistance. Ili groupe ya résistance itabidi ikuwe natumika na résistance ya Uvira na résistance ya Fizi kwa ajili ya kulibere mji wa Bukavu. Tant qu'il y a quoi résistance mule mu Bukavu, je vous assure mes chers frères. Je vous assure mes chers frères. Ce ne sera pas facile aujourd'hui pour libérer la ville de Bukavu. Ça demande du temps. Ça demande du temps parce que il faut wajeni kwanza wajisuke vizuri sana mule Bukavu. Wajeni waache mambo ya oga parce que wengi wajeni wengi mule Bukavu wako na oga. Na ile oga ndio inatuma leo mji wa Bukavu mko kolonize kama vile wa esclave ndani nchi. Mko kama vile wa esclave ndani nchi. Imaginez par exemple nombre bajeni wanapelekwa kama vile mambuzi. Angalize wao wanapelekwa kama vile mambuzi. Imaginez un jeune mwiko na force iko napelekwa kama vile mbuzi. Vous comprenez directement qu'il y a un ça ne va pas avec la jeunesse de Bukavu. Il y a un ça ne va pas. Et c'est la même chose vile la jeunesse ya Goma. Jeunesse ya Goma chaque fois neutralisée complètement. Pourquoi neutraliser complètement dans Rwanda? Mes chers frères, le peuple se libère lui-même. Le peuple se libère. Mosichungi aseme kwa watu fulani wateke tu libère. Non, le peuple se libère. Imaginez ma famille ça ici c'est une jeune par exemple à 12 ans, jeune à 10 ans, bana mopeleka destination inconnue. Vile le système ya Banyarwanda qui tu vivre Movira, c'était la même chose. C'était la même chose. Mimi babangu alikimbiaka na kimbia mu plafond. Bana mutoa mu plafond, balingiaka bana contrôler na mu plafond na mutoa mu plafond. Tunalia tunasema mzee anakufa. Mzee anakufa. Balisaka ba jeune Movira, balisaka ba jeune. Sumulize ma histoire batawambia.
Na kwenye bakurudiaka wala bachinjaka munjia. Bandugu yangu, la jeunesse de Bukavu, prenez-vous en charge. La jeunesse de Goma, prenez-vous en charge. N'attendez pas que quelqu'un qui viendra de l'autre côté pour vous libérer. Non, prenez-vous en charge. N'acceptez pas ces gens. Musikubali ya watu waendelee kuwadomini kila siku. Musikubali ya watu mkuwe kama vile watumwa ndani nchi yenu. Non. Naam, tukitoka huko Bukavu moja kwa moja tuelekeze tarafani Uvira na Fizi ambako wazalendo waombwa kuheshimu sheria za dawa yao ili kuepuka vifo kwenye uwanja wa vita. Amezungumza hayo mzalendo mmoja akiwaonya wazalendo kuhusu swala la kuvunja sheria za dawa yao. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, zamani za kale kipindi cha wazalendo wakiwa na hitwa Majimaji waliheshimika sana na kuogopwa sana kutokana na dawa zao ambazo zilikuwa haziruhusu risasi za adui kuingia kwenye mili yao, jambo ambalo lilipelekea mataifa mengi kuweza kustaajabu na kuogopa sana kwa Majimaji. Ila toka Majimaji wapewa jina la uzalendo, kumekuwa na mabadiliko makubwa sana upande wao, na hiyo ni kutokana na sasa kunaripotiwa vifo vya wazalendo kwenye uwanja wa vita, jambo ambalo kipindi walipokuwa wanaitwa Majimaji ilikuwa si kawaida yao kuweza kuingiwa na risasi za adui kwenye uwanja wa vita. Unahisi wazalendo wanafariki kwenye uwanja wa vita kwa sababu gani sasa? Sikiliza sababu zinazotokea na kusababisha wazalendo wa sasa kuweza kufariki kwenye uwanja wa vita. Mmoja kati ya wazalendo amefafanua vya kutosha moja kati ya sababu kubwa ambazo zinapelekea wazalendo kuweza kufariki kwenye uwanja wa vita. Wazalendo wenzangu, nadhani wakati ambao tuko nao ni wakati mbaya, ni wakati mgumu sana. Na huu wakati ni wakati ambao tunahitaji kujikomboa kwa hali zote, kwa akili na nguvu. Lakini sasa wakati tunapofanya mchakato ya ukombozi wa nchi, tunashindwa kujua mambo ambayo tunapitia. Mzalendo unapokuwa wewe ni mzalendo, yani kwa tafsiri nyingine tuseme maimai. Maimai ni mtu ambaye risasi haiwezi kumuua kiurahisi. Risasi haiwezi kumuua kiurahisi kwa sababu hiyo dawa ambayo unatumika nayo mzalendo ni dawa ambayo mababu walitumia na waliishi nayo katika vita vikali na wakashinda. Lakini leo sasa wazalendo mmekuwa tofauti sana ndugu zangu. Mmekuwa tofauti. Hiyo dawa ya kimaimai ina masharti yake. Hiyo dawa iko na masharti yake. Dawa ya kimaimai unapoipewa na unapewa na silaha ya kwamba utapambana ama uende upambane na adui, cha kwanza hauruhusiwi kuiba kitu cha mtu yoyote ule. Cha pili, hauruhusiwi kukutana na mwanamke ambaye yuko katika siku zake, wala kulala naye hata kitanda kimoja. Hapana, hauruhusiwi ukikuwa ndani ya hiyo dawa hiyo. Mzalendo hauruhusiwi kunyanyasa mtu yoyote wala kushuhudia kitu ambacho sicho cha ukweli. Hiyo dawa inatumika na amri 10 za Mungu. Ukifuata wakina Mzee Dunia, walikuwa wanaenda watu 6, watu 7 kuvita. Watu 6 ama 7 tu. Hawakukuwa wanaenda wengi kama gisi mko wa mingi hapo Maruvunge mawapi. Hapana. Walikuwa wanaenda watu wachache, watu 10, watu 15. Hao watu 15 watazuia mabatayo, watu watakufa mpaka mtachoka kuhesabia mamaiti. Tuliona sie Songa Mbele, tukaona vipindi tofauti vya maimai wako napigana na hiyo dawa ya antibale. Ni dawa ambayo inatumikaga, hiyo dawa ni ya kweli, sio ya uongo. Lakini muko na huwa hiyo dawa kwa sababu ya mambo ambayo mnapitia ndani. Unakunywa pombe, unavuta na bangi, unaanza kufanya vitu ambavyo haujui.
Kesho unakuja kuamka, haujui ulifanya nini, unaenda kupigana masasi, unakufa. Kumbe uliiba vya watu, ama ulifanya uzinifu kwa vyenye havistahili, uisha uwa dawa. Wewe unazania niko na dawa. Kumbe dawa uisha iua. Uko mweupe. Ndio maana hapo, ndugu zangu, mko nafanya mnapigana tu masasi kidogo hapo, mnakufa. Hata kumavita kwenye mko naenda, mnafikia kufa kwa sababu nguvu ya dawa hamuko nayo. Kwa hiyo mrudie kumustari. Kabla ya kupewa hiyo dawa hiyo, mtu anaulizwaga, bwana, kuko mabaya yenyewe ulifanya, unatakiwa utubu kwanza. Ule ukweli wenyewe utasema ukisha tubu, ukitubu unapewa dawa. Kama ni akuchanja, kama ni bui, unaipewa inakaa mwili. Wakati unapoenda kuvita, ni lazima uulizwe. Wazee walikuwa wanauliza vijana, kuko mwenye alifanya kitu kia mbaya mumwe wote? Kila mtu aseme kweli yake. Kama uliiba kuku ya watu, kama uliiba franga, kama uliiba nini, sema kweli. Ndiyo mzee, shetani aliniingilia nikafanya hivi. Utapewa dawa ya kuua ile nguvu ya wewe kufa. Lakini ukificha, risasi ya kwanza yenye itapigwa, itakuwa kumwili yako na utakufa pale pale. Ndiyo tatizo ya hiyo dawa. Kwa hiyo ndugu zangu, tuko na zaraulisha dawa yetu ya kimaimai. Sisi wenyewe hamkosi madawa mamwili zenu, lakini tamaa imevuruga dawa. Kwa hiyo turudie kumustari. Tukumbuke zamani, tukipenda tuweze hivi vita, na tukipenda tupunguze idadi ya watu kufa kwenye vita, ni lazima tutii masharti ya dawa. Na kama haujui masharti ya dawa, uliza mtu mwenyeko na kupatia ile dawa, masharti yake ni masharti gani. Hata paracetamol utaambiwa kabla ya kunywa, kula kwanza kitu ndio ukunywe hiyo dawa. Hiyo ni masharti. Hauwezi kupewa dawa ya antibale bila kukuwa na masharti yake. Na kama hautii ile masharti, utakufa. Ile dawa inaitaka risasi hayo yenyewe kumwili yako. Ukiiba tu, uende kuvita, utaona risasi inakuyaka hayo peke kumwili yako na utakufa pale pale. Kwa mabaya yako na maovu yako yenyewe umefanya. Kwa hiyo ndugu zangu wazalendo, tukue makini. Vita vyenye tuko navyo hapa, mnavifikiria ni vidogo kwa sababu mungali hapo hamuyapigana vita. Vita ni vikali sana, na mwenye atajichunga atakufa mwi vita. Mwenye atakuwa na mkono mrefu, mwenye atakuwa na tamaa, mwenye atatii amri za Mungu, atakufa mwi vita. Na hiyo dawa itaonekana ni ya uongo. Mko na dawa za nguvu sana. Tunaamua kuanza kusema magrupe kwa sababu hamusikii. Munapewa mashauri hamusikii. Kwa hiyo ushauri wangu ndugu zangu, mukae chini sana mutafakari. Dawa ya antibale iko natumika vizuri, lakini hamuko natii masharti yake. Mutii masharti ya hizo dawa zenye mko napewa, mutaweza vita. Na kama kuko kitu kia mbaya kenye ulifanya kabla ya kwenda kuvita, ama kabla ya kutoka mnyumba yako uende unatembea na bunduki, angalia vyenye ulifanya na uende uambie mkubwa wako ambaye anakusimamia. Muambie ukweli, mzee, nilifanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo naomba mnisamehe kwa sababu naona niko wazi. Mwili wangu naweza pigwa risasi na mimi nakufa. Ukue wazi, ukue mkweli. Hiyo dawa inatumika na ukweli. Usipokuwa mkweli utakufa, hakika utakufa. Muishaona example gisi hapo Uvira tu hapo. Munapigwa risasi na inaingia mwili saa kiazi vile kenye kinaivya, unaingiza tu ka kijiti hivi tu na inaingia fyu. Ndio gisi mili yenu iko wazi. Sasa hiyo vita mtaiweza je na Wanyarwanda? Mnyarwanda ni mtu anatumikisha moto sana. Anapiga masasi, hata aone kuku inatingiza tu mayani hivi. Anapiga masasi hata chargere mbili zitaishia pale.
Sasa zikienda kumwili yako na mwili yako iko wazi, si unakufa? Tukue makini ndugu zangu, tukue makini. Dawa zenye mko napewa hizo ziko na nguvu na zinatumika vizuri sana. Zinatumika na miungu yetu, zinatumika na Mungu pamoja na mababu. Kwa hiyo tuwe makini ndugu zangu, kama tunapenda tuweze hii vita hii. Tuache vitu vya kugusagusa vitu vya watu. Huo ndio ushauri wangu ambao nawapa. Hizi audio kama mtazituma magrupe zingine ni sawa, lakini huu ni ushauri ambao natoa kwa sababu ya wazalendo. Hivi leo risasi ikipigwa tu kumwili ya mzalendo, iko napita tu inaingia, mtu anakufa. Sasa dawa yenye iko nayo mwili iko wapi? Hakuna. Chanzo ya yeye kufa ni nini? Kuko mabaya yenye alifanya. Kama unazijua amri 10 za Mungu, hiyo dawa inapaswa kukulinda vizuri. Tunajua wazee wa zamani, wazee wakina Mzee Dunia, wakina Kabusenge, wakina Mukuna, ni watu walitumika na hizo dawa. Na hizo dawa ziliwapa umaarufu mkubwa sana mpaka leo. Kama tuko nasema wakina Mzee Dunia ni wagerie wa nguvu, ni kwa sababu ya hizo dawa. Walitii dawa na ndio maana walishinda vita. Lakini wa maimai wa leo hamko natii dawa, na ndio maana hiyo dawa iko naonekana ni ya bongo. Hivi leo mko nafanya mumaatake hapo, mnapigana masasi mwe kumwe, kidogo tu bazalendo waisha kufa. Kidogo tu mnapigana masasi na FARDC, bazalendo waisha umia, bengine waisha kufa. Sasa hiyo dawa ambayo mko nayo mwili iko nafanya kazi gani? Hiyo dawa mko naiua nguvu kwa vitu vyenye mko napitia ndani. Busiku wa mulali munashinda, mko na nyanganya watu franga kwa nguvu. Hiyo dawa haiwezi kufanya kazi. Inatakiwa mtu akupatie kitu kwa ridhaa yake. Mtu asikie roho yake akusaidie wewe, akupe kwa sababu ya kazi ambayo unaifanya. Ndio sheria za hiyo dawa. Ukimnyanganya kwa nguvu, hiyo dawa haiwezi kufanya kazi. Usiku mko naenda munahiba. Ukikuwa mwizi, hiyo dawa haiwezi kufanya kazi. Mzalendo unatakiwa uheshimie mtu yeyote na umlinde. Ile baraka ya ule mtu ndio nguvu ya hiyo dawa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hiyo ni moja kati ya sababu ya mzalendo huyo kusema ya kwamba ni vema wazalendo kuheshimu mikakati, sheria na kuweza kuhakikisha ya kwamba wanatembelea katika sheria iliyonyooka kwa ajili ya kuepuka vifo kwenye uwanja wa vita. Labda mtazamo wako ni upi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea? Na unahisi ni kipi ambacho kinapelekea wazalendo kwa sasa kuwa wanaripotiwa kufariki dunia kwenye uwanja wa mapambano, ili hali hapo zamani za kale ilikuwa ni tabu kwao kusikia mzalendo aiza majimaji anafariki kwenye uwanja wa vita, anaingiwa na risasi za adui? Lakini kwa sasa inakuwa tofauti. Na ikiwa na maoni mengine unaweza kutuandikia hapo kwenye comment ili tuende sambamba zaidi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, Joseph Kabila akiwa ni rais wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo alihukumiwa kifungo cha kifo kutokana na makosa mbalimbali aliyofanya ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikiwemo makosa ya ubadilifu wa pesa za umma, lakini pia kusapoti makundi ya waasi kama vile M23. Hiyo ni kwa mujibu wa tume za mahakama za serikali ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mvutano ni mkali sana wa kisiasa kati ya chama cha FCC ambacho ni chama chake dhidi ya chama tawala ambacho ni UDPS yake Rais Felix Tshisekedi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ni hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo. Hii ni Amani TV Media, na amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, na kualika kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi.